Msingi wa kwanza kwa mja au kwa mwanadamu yule ambaye anajiita kuwa yeye ni Muislamu, basi lazima mtu huyo alazimiane na elimu. Elimu ndio msingi wa kwanza. Na aliposema elimu anakusudia nini? Anasema kwamba ni umfahamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini baada ya kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, umfahamu Mtume alayhi salatu wassalam, lakini vile vile uifahamu dini hii ya Uislamu kwa dalili. Kwa hiyo msingi wa kwanza ambao ni wajibu na ni lazima mwanadamu awe nao ni msingi wa elimu, na elimu hiyo pia iwe ni elimu yenye manufaa, iwe ni yenye kukunufaisha wewe, lakini vile vile iwe ni yenye kuinufaisha jamii. Kwa hiyo jambo la kwanza au msingi wa kwanza ambao inatakikana Muislamu alazimiane na msingi huo, basi msingi wa kwanza ni elimu. Ndio msingi ambao Muislamu inatakikana alazimiane nao, maana hutaweza kufanya ibada ya aina yoyote isipokuwa mpaka uwe na elimu. Hutaweza kuswali swala ya aina yoyote mpaka uwe na elimu. Hutaweza kufanya jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifanya yeye kuwa ni ibada na aabudiwe kwa ibada hiyo, isipokuwa jambo hilo litakuwa linahitajia elimu. Pasina elimu, kama utafanya jambo lolote pasina elimu, basi ni kwamba hapo jambo lako haliwezi kwenda vizuri, kwa sababu ili upate malipo yale ambayo unayatenda katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaamrisha, basi lazima uwe na nini? Uwe na elimu. Kwa jambo la kwanza ni elimu. Na elimu ni nini? Ni umfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, umfahamu Mtume alayhi salatu wassalam, mambo gani ambayo aliamrisha sisi tuyafanye, lakini vile vile ufahamu ni mambo gani Mtume alayhi salatu wassalam alituambia kwamba tuyaache. Kwa hiyo mambo hayo yatakiwa uyafahamu, lakini vile vile dini yako hii uifahamu kwa dalili, sio kwa kusikia. Hapana, hii dini inatakiwa uifahamu kwa dalili.